Wa afya Aden Duale sasa ameonya watu wanaoendesha kliniki bandia ambazo hazijasajiliwa na bodi ya madaktari nchini, akiagiza kubuniwa kwa kitengo maalum cha kupambana na madaktari bandia. Na Waziri Duale akirejelea kifo cha majuzi cha Amos Isoka aliyefariki baada ya kufanyiwa matibabu ya meno na daktari bandia. Na Ode Francis amefuatilia taarifa hii kwa maafisa wa upelelezi wakizuru tena kliniki hiyo bandia katika mtaa wa Kawangware. Ni takriban wiki mbili sasa Amos Isoka alipoingia katika hospitali hii bandia na baadaye kukutana na mauti yake katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Leo waziri wa afya Aden Duale akisema wakorofi kama mhudumu aliyefanyia matibabu ya meno Amos watakiona. If you are a quack doctor or a healthcare practitioner who is not licensed, who has not gone to school, like the one that we found who mishandled our patient, I am telling them they better look for another place where they can do quack business. In the healthcare system is going to work. Waziri Duale akizungumza hapa Nairobi ameyasema haya huku makachero wa DCI wakirejea katika hospitali aliyohudumiwa marehemu Amos kusaka chochote kitakachowasaidia katika upelelezi wao. Cha kushangaza ni kuwa majirani hapa wanadai kuwa iweje kitambulisho hiki kinasoma jina Lawrence Kingatwa Kamau, ilhali mhudumu huyo alikuwa mtu wa asili ya kigeni. We will crack the whip. We are planning to form anti-fraud police unit to deal with even fraud in SHA, where we are getting people opening and siphoning public money. Waziri Duale pia akiagiza hospitali ya Kenyatta kuondoa gharama zote za matibabu za marehemu. And tomorrow morning I'm going to direct KNH to waive all the bills of our late brother who was mishandled by a quack. That I will do it. We have a fund within KNH that we cater for. Even during riots, the people Kenyans who get injured, when they go to KNH, there's a way we waiver. So we will waiver the KNH. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.